Mwenyekiti wa vyuo na vyuo vikuu Seneti ya mkoa wa Arusha, Hadija Miraji Salum, akizungumza katika mahafali yaliyofanyika mkoani Arusha yaliowakutanisha wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu Seneti ya mkoa wa Arusha, amesema kwamba vijana hao wamekuwa wakiteseka kupata ajira kutokana na kukosa uzoefu pamoja na kukosa mikopo ambayo imekuwa ikitolewa, huku akipongeza mikopo ambayo imekuwa ikitolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Nilikuwa naomba kwa mgeni rasmi, ikikupendeza, na tunamshukuru Mungu sana tumeweza kupata ugeni wako. Tunaamini utatuwakilisha bungeni na utaweza kuliongelea hili. Vijana wangu kwa kweli wanateseka kwenye upande wa fursa za ajira. Wengi wako humu wamemaliza vyuo, wamemaliza kozi zao, lakini wako tu mtaani. Lakini pia fursa za ajira, tunamshukuru Mama Samia kwa sababu ametoa fursa nyingi kipindi hiki, lakini kunakuwa na changamoto moja, kwamba fursa zikitoka huwa wanasema wanahitaji watu wenye vigezo fulani na fulani. Kwenye hivyo vigezo vyote utakuta mwanachuo amefika na amekidhi vigezo hivyo, isipokuwa kigezo kimoja, ambacho kigezo hichi ni uzoefu. Fursa zinatoka zinahitaji vijana wao na uzoefu, wakati sisi tumetoka vyuoni direct. Kwa hiyo inakuwa ni jambo la changamoto sana kwetu sisi. Lakini pia kuna changamoto nyingine ambayo ni ya mikopo. Mikopo sisi tumepata ndio kwa asilimia kubwa kutokana na mwaka jana, lakini ukiangalia kuna kozi ambazo bado hazijaweza kupata mikopo hata level za bachelor. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kwetu sisi. Nikisema hayo, naomba kuwashukuru sana kwa kuweza kufika, lakini pia nimshukuru mgeni rasmi kwa kuweza kufika siku ya leo, na wanavyuo niwashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja na sisi, japo tumekuwa na changamoto 2-3 ambazo haziwezi kukwepeka, lakini tumekuwa familia na tumeweza kuishi kwa upendo na amani. Nishukuru sana, na rasmi naomba nifungue mahafali haya, lakini pia naomba nimkaribishe mgeni rasmi aweze kunena kwa sababu mimi sio mnenaji mkuu. Kwa majina naitwa Selina Kingalame, mbunge wa viti maalum nayewakilisha kundi la vyuo na vyuo vikuu. Nilipofika bungeni, swali langu la kwanza lilikuwa ni kuhusu wahitimu, hasa waliomaliza vyuo vikuu. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa sababu fursa sasa hivi bado zinaendelea kutolewa kwa wingi, na vijana wanatakiwa sio wasubiri fursa iwafuate, wanatakiwa wachangamkie fursa. Na mimi kama mwakilishi wao nimewaahidi nitaendelea kuwasemea, sio wale waliopo vyuoni, mpaka hawa leo ambao wamehitimu. Kwa hiyo sisi kama vijana ambao tuko bungeni kule, na hasa mimi ambaye nawakilisha kundi hili la wasomi vyuo na vyuo vikuu, nimewaahidi hilo kwamba itakapotokea fursa kwa namna moja ama nyingine tutashirikiana nao. Na nimekuwa nikiliongelea mara nyingi sana wahitimu, hasa kwenye masuala pia ya experience, waangaliwe pia, kwa sababu wanamaliza unakuta experience hawana, lakini kazi zinataka experience kubwa. Nimekuwa nikihoji mara nyingi hilo swala. Kwa hiyo mimi kama kijana nipo pamoja na wahitimu wote wa vyuo na vyuo vikuu katika swala hili. Naitwa Kelvin Emmanuel Mkumbo. Mimi ni kijana wa Chama cha Mapinduzi. Mahafali haya umuhimu wake mkubwa zaidi na yanaenda kusaidia jamii kiujumla, kwa sababu sisi ni wanavyuo na sisi ni wasomi. Na kama unavyoona tukio la leo, tumekutana vyuo mbalimbali na ni vyuo vyote vya mkoa wa Arusha. Sisi kama wasomi tuna lengo kubwa na dhamira kubwa sana katika jamii yetu. Kwa ujumla sisi kama wasomi tunatumia taaluma zetu kuweza kuandika mafumbuo ya matatizo katika nchi yetu. Kama ukiangalia chuo cha ufundi Arusha ni chuo ambacho tunatengeneza wahandisi wazuri. Kwa sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi kupitia umoja wa Senate tunatengeneza mambo ambayo yanaweza kuwa na matokeo mema na chanya katika jamii yetu, kama mambo ambayo yanaweza kutusaidia kama swala la umeme. Kama sisi chuo cha ufundi, ukiangalia tawi la Kikuletwa tunatengeneza mradi mkubwa wa kuweza kuzalisha megawati nyingi za umeme ambazo zitasaidia jamii yetu. Kwa kama wahitimu wa Senate vyuo vyote tunatumia taaluma zetu kwenda kusaidia jamii, na jamii inatuhitaji, na sisi ni wasomi na wasomi ni wa kila mmoja. Naitwa Agustino Munishi, ni mmoja wa kamati ya maandalizi ya mahafali ya Senate 2025-2026. Sasa
Kwa ufupi tu kidogo, maana ya mahafali ni maana yake vijana waliopikwa tayari kwenye mfumo wa elimu wapo tayari kuisaidia na kuitumikia jamii. Kwa hiyo maana yake leo kama tumekuwa na wahitimu zaidi ya 500 waliohitimu na waliofundwa na Chama cha Mapinduzi kwenye ngazi za utu na heshima, maana yake wale vijana wako tayari kuitumikia jamii kwa ngazi zote za utu na heshima, wakiamini kuwa kuchapa kazi ni moja ya kuleta maendeleo fana katika jamii. Hivyo na wakaribisha na naomba kampuni na taasisi binafsi na mashirika ya kiserikali ya wachukue vijana, hasa vijana wa Chama cha Mapinduzi, na wape ajira waendelee kuitumikia jamii.